Na mtazamaji, imekuwa Jumapili ya matukio viwanjani na sehemu nyinginezo, na tuna imani kwamba hii Jumapili kwako imekuwa ni Jumapili ya kihistoria. Naam, kwa moyo mkunjufu mtazamaji, tunakukaribisha kwenye taarifa za Nipashe Wikendi, na haya ndio yaliyo. Mikimbio kanisani Othaya, vitoa machozi vikivuruga ibada iliyohudhuriwa na Rigathi Gachagua. Afisa wa DCI asakwa kwa tuhuma za kuwapiga risasi na kuwajeruhi watu wawili eneo la Kitengela. Serikali yaagiza walimu kutia agizo la rais kuwaruhusu wanafunzi bila karo wala sare au watimuliwe. Na mvutano ndani ya ODM wazidi kutokota, vijembe vikirushwa kwa wanaokaidi mipango ya muungano. Naam, karibu mtazamaji, tukiwa naye Biyula Nzale. Kizaazaa kilizuka na kutatiza ibada katika kanisa la ACK Witima, eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri, ambako kinara wa DCP Rigathi Gachagua alikuwa akiabudu. Na watu waliojihami na waliofunika nyuso zao walirusha risasi na vitoa machozi kuelekezwa kwenye kanisa hilo. Na magari kadhaa yaliteketezwa na kuvunjwa kwenye fujo hilo. Na kama Umangi anavyoarifu, Gachagua amekosoa tukio hili akidai maisha yake yamo hatarini. Punde tu walipojisitiri eneo walilokuwa wametengewa kanisani ACK Witima huko Othaya, milio ya risasi na milipuko ya vitoa machozi ikatawala anga nje ya kanisa. Waumini waliokuwa wamefika wakizidiwa na gesi hiyo, na kila walipopata nafasi ilikuwa ni mguu ni ponye. Wale waliobaki ndani wakijaribu kila wawezalo kujikinga na makali ya gesi hiyo iliyokuwa tayari imeingia kanisani. Nje ya kanisa hilo alikokuwa amefika kinara wa DCP Rigathi Gachagua, shambulizi hilo lililotekelezwa chini ya dakika 15 likiacha hasara ya kiwango kikubwa. Nalo liliteketezwa huku yale ya wandani wake yakivunjwa vioo na mengine kutolewa pumzi. Gachagua, ambaye wakati huu wote alikuwa amekaa kitako kanisani, akitoroshwa kwenye mwanya huu ulioko upande wa nyuma wa kanisa hilo, baada ya kubainika kutoroshwa kwake kupitia lango kuu kulikuwa bado ni hatari kwa usalama wake. Naibu rais huyo wa zamani akilizungumzia shambulizi hili amesimulia matukio hayo aliyoyataja kuwa jaribio la kuuawa. I've heard Murkomen saying that they are going to investigate. How can Murkomen investigate himself? How do police investigate themselves? These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X. Gachagua akimwelekezea lawama Rais William Ruto, akitaka idara za usalama kuingilia kati mashambulizi ya punde yanayomlenga. How do police turn against innocent women and children and beat them and fight them with the live ammunition, with the tear gas? I think the president has gone berserk. The reality that he'll be one term is too much for him to comprehend, and he has lost his head. Hili ni huku vinara wenza kwenye upinzani Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka wakilikashifu tukio. This is not the country we've been wanting to build, and we've tried to build literally brick by brick for democracy, for good governance. Kama Mwangi, runinga ya Citizen, Witima, Othaya, kaunti ya Nyeri. Na mtazamaji, yao ya kijiri, serikali imetoa hakikisho kuwa imeanzisha uchunguzi kuhusiana na matukio ya leo katika kanisa la Witima, kaunti ya Nyeri. Na naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwenye taarifa wakikashifu matukio hayo. Na Murkomen kwenye taarifa yake akisema kuwa tayari amezungumza na Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, ambaye amemhakikishia kuwa tayari uchunguzi unaendelea na kuwa wahusika wote watachukuliwa hatua. Na waziri Murkomen ameamuru idara ya polisi kuwatia mbaroni
mbaroni wafadhili wote waliopanga matukio hayo, akiyataja kuwa za ukiukaji wa haki za kikatiba. Na Kindiki akisema kwenye taarifa, akitaja tukio hilo kuwa la kihalifu na lilotatiza uhuru wa kuabudu ulio wazi kwenye katiba. Naibu Rais akisema kwamba kushtakiwa kwa wale watakaohusishwa na vurugu hizo. Na mtazamaji, na watu wawili wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kajiado baada ya kudaiwa kupigwa risasi na afisa mmoja wa idara ya upelelezi wa jinai DCI katika eneo moja la burudani mtaani Kitengela. Na tukio hilo la ufyatuaji risasi lilitokea jana usiku baada ya mzozo kuripotiwa kutokea kati ya afisa huyo na waathiriwa hao. Na kwa mujibu wa taarifa za awali ni kwamba afisa huyo anadaiwa kutoa bastola na kuwapiga risasi wanaume hao wawili ambao wametambuliwa kama Joseph Musontu na Kevin Maserina na kujeruhi vibaya kichwani na tumboni. Na afisa huyo alitoroka eneo la tukio na bado anasakwa. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea huku wachunguzi wakijaribu kubaini mazingira ya ufyatuaji risasi na mahali alipo afisa anayehusishwa na tukio hili. Na tuangazie masuala yanayofungamana na elimu, ambapo serikali sasa imewaonya walimu wakuu wanaodinda kuwasajili wanafunzi wa gredi ya 10 kuwa wataachishwa kazi. Na waziri wa elimu Migos Ogamba na naibu rais Kithure Kindiki wakizungumza kwenye hafla tofauti wakiwataka walimu kutii agizo la Rais William Ruto kuwataka kuwasajili wanafunzi hata bila karo wala sare. Na Crispin Otieno ana taarifa hii kwa kina. Licha ya agizo la Rais William Ruto kwa shule kuwakubali wanafunzi wa gredi ya 10 hata bila karo wala sare, shule nyingi zimekuwa zikidinda kuwafungulia milango wanafunzi. Na sasa naibu rais Profesa Kithure Kindiki na waziri wa elimu Migos Ogamba waliozungumza kwenye hafla tofauti kaunti ya Kisii na Kericho, wakisema walimu wakuu wa shule ni sharti watii amri. Wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo ingine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. Na sasa viongozi hawa wanasema msako wa kuhakikisha wanafunzi wote wanaingia grade ya 10 wanafika shuleni itaendelea. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini about 50% this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom. Tumebakisha 8%. We want this week tukamilisha hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report, ndio tuongee hiyo mambo ingine. Swala la shule kuuza sare pia limeendelea kukosolewa. Mwalimu hawezi kusema kama hapo na watoto 1000 watatu 4 hawana uniform kwamba hiyo shule hawezi endelea. Hiyo ni upuzi. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto. Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Shule nyingi zimekuwa zikidinda kuwasajili na kuwakubali wanafunzi kwa kile wanasema ni kukosa uwezo wa kuendesha shule bila malipo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii. Na mtazamaji, kinara wa ODM Oburu Oginga ametoa hakikisho kwamba chama hicho hakiwezi kuwafurusha viongozi wa chama ambao wanaonekana kupinga maamuzi ya chama. Na akizungumza kaunti ya Kisii, Oburu amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na chama cha UDA kwa minajili ya kuunda muungano wa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Na kama anavyoarifu Stephen Leto, gavana wa Siaya James Orengo ameongoza kundi la viongozi wenye msimamo kinzani wa ODM katika
katika eneo la Kawangware ambapo walishinikiza ni lazima mkutano mkuu wa chama hicho wa NDC kufanyika. Maeneo bunge ya Bobasi na Bomachoge Borabu ndipo ngoma ya chungwa ilirindimwa. Gavana wa Kisii Paul Simba Arati akiwapokea wageni wake wa chungwa wakiongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Oginga. Upande wa pili, gavana wa Siaya James Orengo na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna walifanya mkutano kinzani katika eneo la Kawangware, kaunti ya Nairobi. Katika mkutano wa chungwa Kisii, Oburu Oginga amesisitiza kuwa waasi wa chama hawatafurushwa. And our party is not a party for expelling people. We are not going to expel anybody from the party. We want our party to grow. Upande wa pili, gavana wa Siaya James Orengo amekashifu uongozi wa ODM kwa kile amekitaja kuwa kusahau mkataba uliotiwa saini na hayati Raila Odinga na chama cha UDA. Hayo msidanganywe. Raila kusema mambo ya coalition. Alisema haki ya wananchi itimizwe kwanza. Serikali ya UDA iko na maadili inafanana na ODM. Hawa ndio kwenye kuhujumu demokrasia kila siku. Wanashika vijana wetu eti kwa sababu mtu ameandika kitu kwa Facebook unatumiwa polisi na DCI. Kwanza tunataka NDC iitwe. Na kama mwezi ita NDC, tuko hapa na katibu ambaye anasimamia mambo ya kuita NDC. Gavana wa Siaya James Orengo naye akipigwa makumbo kule Kisii. Why are you so jealous of Oburu? Why are you jealous? Wivu gani ambao unaona kwa huyu? I was in politics when Oburu wanted to run as governor in Siaya. You were posting. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the boat. Viongozi wa chungwa waliohudhuria mkutano wa Kisii walitaka kundi la Sifuna kukoma kutoa vitisho vya kuitishwa kwa mkutano mkuu wa chama hicho. Party leader ambaye atachaguliwa pale kwa NDC itakuwa ni Dr. Oburu Oginga. Na deputy party leader atakuwa Simba Arati. Na mwingine atakuwa Abdul Swamad. Na chairperson atakuwa si mwingine ila ni Gladys Nyasuna Wanga. Hiyo ndio tutafanya pale kwa NDC ambayo tutaitisha pale mbele. Kinara wa ODM sasa amewarai wenyeji wa Kisii kuunga mkono chama cha chungwa na uamuzi wake wa kufanya mazungumzo na chama cha UDA kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, runinga ya Citizen imerejea tena katika eneo la Kivyokoka katika kaunti ya Machakos mwaka mmoja baada ya kuangazia biashara haramu ya nyama na ngozi ya punda eneo hilo na kufanya upelelezi wa kipekee uliobaini kuwa biashara hiyo haramu bado inaendelea. Naam, katika sehemu ya pili ya makala yetu maalum, Evans Siba anatanzua kitendawili cha nani anayenufaika kutokana na biashara hiyo. Kivyoko ni kijiji kidogo kisichojulikana na wengi kilichoko Matungulu, kaunti ya Machakos. Hata kama ni sacked, I don't mind, but it is wrong. I have a right. Eneo hili liligonga vichwa vya habari mwaka 2024 kutokana na uchinjaji wa punda kwa nyama inayouzwa jijini Nairobi na ngozi kusafirishwa hadi Uchina. No, tayari umechukua picha. Kuchukua doesn't mean kwamba imeondolewa. Sasa wewe una fununu kwamba kichinjio kilichokuwa kiendesha biashara hiyo mwaka 2024 bado kinafanya hivyo zilitrejesha tena eneo hilo. Lakini kabla safari ya kubaini uhalisia wa mambo, tulikutana na kamanda wa polisi katika mkoa wa Mashariki, Hilary Birgen, ili kujadili mikakati ya usalama wetu. Hii ni kufuatia ripoti kwamba kichinjio hicho kipo chini ya ulinzi wa polisi saa 24 kila siku.
Kamanda Birgen alitupa maafisa 7 wa polisi kutoka Embu kuandamana nasi kutokana na taarifa kuwa polisi wa Kithioko wanadaiwa kuwalinda wanaoendesha biashara hiyo. Zaidi ya kilomita 100 kutoka Embu tulifika Kithioko. Fungua hapa. Lango kuu lilikuwa limefungwa na kuwapa maafisa wa polisi tuliokuwa nao wakati mgumu kulifungua. Kulikuwa na watu 3 akiwemo Mchina ndani ya chumba kimoja. Fungua hapa. Juhudi zetu za kuwaomba wafungue lango ziliambulia patupu na waliokuwa ndani kupata nafasi ya kutoroka. Tulipofanikiwa kuingia humo, tulipatana na ngozi za punda na damu zimetapakaa kila mahali uwanjani. Zilikuwa zikikaushwa. Polisi walifanya msako ndani na nje ya jengo hili na kuwapata watu 5 wamejificha, miongoni mwao wakiwa maafisa wa polisi waliokuwa kwa zamu siku hiyo. Kwa nini unaona ofisa unatoroka, umeona ofisa mwenzako unatoroka? Sasa tulikuwa ndani yako ndani yao. Unaona ofisa mwenzako ana full uniform, armed, unatoroka. Polisi tuliowapata ndani ya kichinjio wakijitambulisha kwa wenzao tulioandamana nao na kutoa vitambulisho vyao vya kazi. Pale kuna wafanyikazi wa mwezi ambao wanafanya kazi hata bila kuingiliana na wananchi wa kawaida, kwa sababu kuna yale mambo ambayo wanafanya na hawataki yaweze kujulikana. Hakuna loko ambaye ameweza kupata kazi ya mwezi pale, kwa sababu wanasema watu wa area wanatoa siri za ile kazi ambao wanafanya. Maafisa waliokuwa ndani walikuwa wamevalia nguo za raia. Tunaarifiwa kuwa wamekuwa wakilinda kichinjio hiki usiku na mchana kwa mwaka mmoja sasa. Utajua ni askari kwa sababu wakati mwingine unampata Kithioko, lakini ako na civilian, lakini ukimwangalia vizuri ako na silaha. Wa China wenye kazi siku hizi wameama. Tangu waweze kumulikwa na ile taarifa, wameweza kuama pale, huwa anakuja kwa muda. Lakini kuna Mchina mmoja ambaye wameleta ili waweze kumtrain, ndiye anaachwa pale. Vyumba vingi vilikuwa vimefungwa, maafisa wa polisi wakilazimika kubaini kilichokuwa ndani. Baada ya kuingia ndani, tulipata ngozi za punda zilizokuwa zimefungwa vizuri tayari kusafirishwa. Zilikuwa ngozi za punda 4950 na nje kulikuwa na ngozi 50 ambazo hazikuwa zimekauka. Katika chumba kingine tulipata sajili ilionyesha ni lini ngozi ililetwa, sangapi, nambari ya usajili ya gari lililozileta na tarehe. Wakati ule ngozi zimekuwa nyingi, kuna kuwa na roli zile kubwa trucks zinakuja, ziko na containers, wanaweka ngozi na zinapelekwa Mombasa. Lastly, kulikuwa na containers 5 ambazo ziliweza kwenda kule Mombasa ili ziweze kupeleka kama export. Na kwa hivyo ni biashara ambayo inafanyika, lakini huwa wanajumuisha pamoja hizo ngozi, alafu zikiwa nyingi ndio wanapeleka. Kilomita 152 kutoka Kithioko tunawasili eneo la Athi River, Machakos. Hapa punda wanachinjwa kwa ajili ya nyama inayopelekwa Nairobi na ngozi kuuziwa wa China. Biashara hii haramu ikiwakosesha usingizi wakazi wa Kamulu, Ruai na maeneo mengine ya Nairobi kutokana na punda wao kuibiwa na kuuzwa. Kama sangu silichinjwa siku moja 4. Tena zikachukuliwa zingine 4. Hatukuona hata misoga ama ngozi wao. Tuliweza kuingia pale, ni jengo kubwa ambalo limejengwa limewekwa perimeter wall. Kule ndani kumejaa mizoga mingi ya punda. Environment pale ni mbaya. Manake hata wakaaji wa mahali pale huenda wako na magonjwa juu ya harufu ambayo inapatikana mahali pale. Tarehe 17 Disemba mwaka 2025, wakazi waliokuwa na ghadhabu walivamia kichinjio katika eneo la Athi River baada ya kupata habari kuwa kichinjio hicho kilikuwa kinachinja punda kisiri. Walipata punda 100 waliokuwa hai. Watu 3 waliokuwa katika kichinjio hicho walikamatwa na polisi kutoka kituo cha Muungano huko Athi River. Vichwa na mifupa ya punda waliokuwa wamechinjwa ilipatikana. Ni kichinjio ambayo haijulikani na serikali. Ndio manake tulipata waste zake zote ziko huko ndani. Hakuna disposal. Unapata zile mifupa, ingekuwa ni ya government, ingekuwa inafanywa cleaning. Nairobi ikichinjwa punda kwa vikundi zile niko nazo, wachinjiwe punda 10.
wiki ijayo inakuja 10. Hatuweza kuwa na punda katika Nairobi area. Kwa hivyo kuna mahali hii shimo iko ichungwe sana, tujue ni shimo ambayo hizi punda mahali zinatoka. Jamii zinazoishi hapa zinalalamikia ukosefu wa wajibikaji wa polisi na mamlaka husika kukomesha biashara hii haramu. Wakazi wanahofia hatari ya kuuziwa nyama ya punda, na si punda tu, bali pia nyama ambayo haijafikia viwango vya usalama vilivyowekwa. Mali zinafichwa ni bomba ya mtu tu, plot imefenziwa na mawe round, imewekwa gate. Alafu pale ndani ndio hizo shughuli zote zinaendelea. Hiyo si kazi ambayo imeanza saa hii. Imekaa muda mrefu sana ambao umepita. Changamoto ya kupambana na biashara hii haramu sasa ikionekana dhahiri. Maafisa wa usalama walio na jukumu la kuhakikisha biashara hii imeisha ni hao ndio wanaopatiana ulinzi. Hapa katika eneo la Kithioko tukipata maafisa wa usalama wawili. Sasa mfano ningejuaje mimi nitakuwa nangoja ingie. Muone polisi wa full uniform. Evans Asiba, Runinga ya Citizen. Naam, taarifa yake Evans Asiba. Kesho ni sehemu ya 3 na ya mwisho siku ya Jumatatu. Mtazamaji, naona jumbe zimekuwa nyingi, lakini wengi wanauliza kuhusiana na nyama ya punda, kama ni nyama. Unajua ile nyama ya punda. Mtazamaji, Runinga mengi baada Unajua, alafu wengi wanauliza Rashid, sasa ikienda huko China inaliwa ama inafanywa nini? Na wakila wanakuwa sawa ama inakuwaje? Nafikiri kwa kurudia makala yaliyofanyika ni kwamba makala yaliyofanyika wakati wa nyuma walionyesha kwamba ile biashara haiendelei. Lakini kwa hivi sasa imeonekana kwamba biashara inaendelea. Na kinachotia wasiwasi ni kwamba je, inatoka tu kuelekea kwa hao ambao wamekusudiwa ama labda imepitia mdomoni mwangu ama mdomoni wako. Maana kipicha pia ni kibarua ambacho kinatia wakazi wa Nairobi wasiwasi. Tazamaji mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Ngela ya level 4 imemfanyia upasuaji mama mmoja ambaye mtoto wake alifariki tumboni. Naam, Abigail Mutubula alifanyiwa upasuaji baada ya taarifa kuhusu madhila yake kuangaziwa na Runinga ya Citizen. Mama huyo alipatikana nje ya hospitali hiyo akiwa katika hali mbaya, akilaumu hospitali kwa kutochukua hatua za haraka za kumhudumia licha ya kuwa alikuwa katika hali ya maumivu. Na hospitali hiyo hata hivyo ilikanusha madai hayo na kuthibitisha kuwa Abigail alihudumiwa na anaendelea na matibabu. Hiyo operation si ndo tuliforce, ndiye hawakutaka. Juu walitaka waendelee kukaa na huyo mtoto kwa tumbo. Ingawa sisi hatukutaka juu mama pia angepoteza maisha yake. Kwanza nashukuru kwa media kuintervene, especially Royal Media Citizen, kwa sababu baada ya intervention tumeona mabadiliko. Tuliona pia madaktari wakiitana mkutano, wakaita familia, na pia wakakuja wakaniita, wakakubali makosa ilikuwa pande yao na wakaomba msamaha. From there wakatuambia kwamba tukae mpaka saa 12 waone vile ana behave, ndio kama itakuwa imeshindikana kabisa aenda aoperatiwe, ambapo ilifika saa 12 akaoperatiwa na akatoka akiwa sawa. Up to now msichana ana respond, anaongea, anakula, treatment yake imeenda sawa. Na mafuani licha kwamba ana kovu, lakini heri kwamba ameweza kufanyiwa upasuaji. Na polisi katika eneo la Makadara hapa Nairobi wanamzuilia mshukiwa kumradhi aliripotiwa kuchoma nyumba na kusababisha kifo cha mtoto mmoja eneo la Mukuru amekamatwa. Na Ronald Nyakohe anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho, huku mama na mwanawe wakiendelea kutibiwa kwa majeraha ya moto katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Na Mode Francis anaarifu. Haya ni mabaki ya nyumba iliyoripotiwa kuteketezwa na mshukiwa katika mtaa wa Mukuru katika nyumba za serikali za Boma Yangu. Mkasa uliotokea Jumatano tarehe 21 wiki iliyopita. Maafisa wa usalama wakimkamata mshukiwa Ronald Nyakohe katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado, siku 4 baada ya tukio. Mshukiwa baada ya kukamatwa akiwa mafichoni katika eneo la Isinya, kaunti ya Kajiado, sasa amefikishwa katika maeneo ya Makadara chini ya majasusi wa Makadara akisubiri kufikishwa kotini hapo kesho. Hospitalini Kenyatta, mama na wanawe wanapigania maisha yao kufuatia tukio hilo la Jumatano. Baada ya mkutano huyo jamaa alionekana akingojea mama malize mkutano. Mama akamwambia, siwezi ingia kwa pikipiki, wacha mimi nipande gari niende kwa nyumba.
Huyo jamaa akapaki pikipiki yake, alimfuata mpaka kwa stage. Kata alimfuata mpaka kwa stage, akaingia kwa gari. Lakini kwa gari baada akaanza kumfuruta. Wale makanga wakamwambia mbona unarasimisha mwanamke? Si unamuongeleza polepole. Wakamsukuma akatoka, alafu wakafunga mlango. Kuna mtoto mmoja alikufa wa miaka 8, msichana. Mama pia alijeruhiwa vibaya. Bado angali hospitalini. Tutarecord statement yake baadaye. Pia watoto wake 2 walijeruhiwa. Mwanaume mmoja aliamua kushambulia familia nzima kwa kuwatupia petrol bomb. Kilio cha familia ya Roslyn Mokaya anaendelea kutibiwa kikiwa ni haki kwa matukio haya. Nikapata mdogo amewekwa ICU, amefunjika, wakaniambia yeye ashafariki. So mwenye ako sahihi alimbaya ni sister yangu, but waliniambia atakuwa sawa. Kitu tu nilikuwa naomba serikali kuje tuone pale pa kukaa juu tunakaa nje bado na hatuna pa kukaa, tuna kitu ya kukula, tunahangaika. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, waendesha pikipiki kutoka sehemu mbalimbali nchini wamekusanyika leo kwa mbio za kila mwaka. Na hafla hii ambayo hufanyika kila Jumapili ya mwisho wa mwezi Januari inalenga kuelimisha waendesha pikipiki pamoja na umma kwa ujumla kuhusu heshima na mshikamano na kuwaleta pamoja waendesha pikipiki. Na mbio za pikipiki za Afrika Ubuntu zilianza mwaka 2016 nchini Afrika Kusini, zikiwa zimeanzishwa na kundi dogo la waendesha pikipiki waliotaka kukuza umoja barani. Be done, need to be done. The airport, the expressway, we are not allowed in. I would want to ask the government to consider this in the amendment of the Motorcycle Regulation Act, which just was being reviewed in Parliament late last year. I would want you to consider private and enable us because we are a sizable number. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo waendeshaji pikipiki, si tunakamilisha taarifa za Nipashe. Mbona tunakimbia? Kuna mmoja hapa Rashid anasema, mnasemaje Lulu kuhusu game ya Manchester na Arsenal? Tusubiri sehemu ya pili ya makala. Na mimi na imani kwamba sisi Arsenal itakuwa 3, Manchester itakuwa 1. Hii nayo mnunukuu. Sasa kesho tuitumie. Sasa mbona umeogopa? Hatuogopi. Lulu anasema Arsenal 3, Manchester United 1. Na cha kushangaza ni kwamba Rashid anasema tusitabiri, anasema wajua mpira una adabu. Usininuku. Ni mtazamaji.